Ndugu waandishi wa habari, awali ya yote naomba niwashukuru kwa kutenga muda wenu kuja kushiriki nasi kwenye kikao hiki cha wanahisa. Sisi tunaamini kwamba vyombo vya habari ni muhimu sana katika kufikisha taarifa kwa wateja wetu, lakini pia na Watanzania kwa ujumla. Katika kikao cha leo tumepata fursa ya kuwaelezea wanahisa mafanikio ya benki yetu kwa mwaka 2024, na kwa kweli nikiongea tu kwa ufupi, tunaona mali za benki yetu zimekuwa kwa 25%, ambayo kwa kweli imekuwa kwa kasi zaidi ukilinganisha na wastani wa ukuaji wa mali za sekta ya kibenki. Lakini pia tunaona pia mikopo nayo imekuwa kwa zaidi ya 20%, ambacho ni kielelezo kwamba benki yetu basi inaendelea kuwa kinara katika kuleta ujumuishi wa kifedha, lakini pia kuchochea maendeleo ya taifa letu. Ukwasi nao ulikuwa kwa 16%, ambayo kwa kweli ni kielelezo cha namna gani wateja wetu wanaendelea kutupa imani kwamba TCB inapokuja basi kwenye masuala ya kifedha, masuala ya kibenki, basi ni benki sahihi ya kuja kuwezesha kufanikisha ndoto zao. Lakini pia kwenye upande wa mapato na faida, kwa kweli tunayo furaha. Mwaka jana tumetengeneza faida ya bilioni takriban 44 kabla ya kodi, ambayo kwa kweli ni record toka benki hii ilivyoanzishwa. Lakini pia na vielelezo vingine vya mapato ya riba na mapato ambayo yasiokuwa na riba, nayo yameongezeka maradufu mwaka hadi mwaka. Upande wa matumizi, kwa kweli ukilinganisha na budget tuliyokuwa tumejiwekea, tumeweza kusave karibia 10% ya kile ambacho tulikuwa tumepanga kukitumia mwaka jana. Kwa hiyo kwa mafanikio haya basi tunawashukuru sana kwa kweli wanahisa kwa kuendelea kutupa hiyo imani, na niwahakikishie tu kwamba kwa niaba ya management na board ya wakurugenzi tutaendelea kufanya kazi kwa juhudi, ili basi yale matarajio ya serikali kuhusu taasisi hii iweze kukua na kuweza kuja kupunguza ile systemic risk ambayo tunaiona kwenye sekta ya kifedha iweze kupungua. Tunawashukuru sana na tunawakaribisha sana TCB. Lakini pia labda kwa kumalizia ni kwamba katika kikao hiki pia kutokana na faida ambayo tumeitengeneza mwaka jana, basi kikao hiki pia kimeridhia kutoa gawio kwa wanahisa wetu, na tunaamini hii pia itawapa wanahisa wetu imani zaidi kwamba taasisi yao iko imara, inawatumikia Watanzania kwa kufikisha huduma za kifedha, kuendeleza ujumuishi wa kifedha, lakini pia kuchochea maendeleo ya taifa letu. Na sisi tu kama management tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakuwa wabunifu zaidi, kuendeleza uwekezaji kwenye masuala ya teknolojia na kuendelea kuisupport hii sekta ya SMEs ambayo kwa kweli ni muhimili wa maendeleo kwa taifa letu. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza na karibuni sana TCB. Tumeweza kufanikisha mengi katika mwaka uliopita. Ninawakaribisha na kuwashukuru nyote kwa kutenga muda wenu kuja kuhudhuria mkutano huu muhimu. Uwepo wenu hapa unaonyesha dhamira yenu ya dhati katika kuendeleza mafanikio ya taasisi yetu. Mkutano huu ni fursa ya kipekee kwetu sisi sote kutafakari kuhusu utendaji wetu, mafanikio yaliyopatikana, pamoja na kupanga mikakati ya benki yetu kwa siku zijazo. Kwa namna ya pekee nimshukuru afisa mtendaji mkuu na mkurugenzi mtendaji wa benki yetu pamoja na management yake kwa taarifa mbalimbali walizoziwasilisha katika mkutano huu, ambazo zinaonyesha utendaji wetu kwa mwaka uliopita.
Takwimu na taarifa walizoziwasilisha ni ushahidi wa juhudi za pamoja kuifikisha benki yetu ya TCB katika kiwango cha juu cha mafanikio. Utendaji wa benki yetu mwaka jana unaakisi dhamiri yetu ya wazi katika kupanga mikakati inayolenga ukuaji, ubunifu na katika kukidhi mahitaji ya wateja wetu. Vile vile uwekezaji wa kimkakati katika teknolojia ya kidijitali unaelezea dhamiri yetu ya kuboresha ufanisi katika utendaji wetu wa kazi. Mbali na kurahisisha utendaji wa kazi, hatua hii pia inajenga taswira kwamba sisi ni taasisi inayoendana na mabadiliko yaliyopo katika sekta ya fedha hapa nchini na duniani kwa ujumla. Mabibi na mabwana, sisi kama benki tunasukumwa na dhamiri yetu ya kuboresha ufanisi wetu wa kujitahidi kumridhisha mteja. Tumedhamiria kusikiliza na kuelewa mahitaji ya wateja wetu, tukijua wazi kwamba imani yao kubwa kwetu inaimarika siku hadi siku. Tutaendelea kujidhatiti kuwapa suluhisho la matatizo na mahitaji mbalimbali ya kifedha katika kuchangia mafanikio ya Watanzania. Katika mwaka huu wa fedha tunakusudia kuendelea kuboresha ufanisi wetu ili kuwezesha ukuaji wa taasisi hii. Malengo yetu ni kuendelea kuboresha mizania, kujenga taswira mpya ya taasisi yetu, kutumia fursa zinazotolewa na teknolojia ya kidijitali, kufanya uhakiki wa mambo mbalimbali pamoja na kusimamia rasilimali watu. Tunaamini mambo haya yote yatatupeleka katika kilele cha mafanikio na kuongeza thamani kwa wanahisa wetu. Nimalizie kwa kuwashukuru wanahisa, ninyi wateja na wadau wetu na wafanyakazi wa benki yetu kwa ujumla kwa kazi nzuri mlioifanya na ari mlioonyesha mwaka uliopita, na ni imani yetu ya ari itaendelea na mwaka huu unaoendelea wa fedha. Kwa pamoja tunaendelea kujijenga, kuboresha ufanisi wa kibenki na kuchangia katika maendeleo ya uchumi wa Tanzania. Hii hasa tukiendana na kauli mbiu yetu ya benki inayosema growing stronger together. Na washukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.